Ich möchte ebenfalls alle herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Ninakaribisha wote pia katikati yetu, bitten wir darum, dass unser Herr na tunaomba sana sana kwamba Bwana wetu aweze kuwa pamoja nasi, aje kwetu, atutembelee kwa rehema, atuzungumuzie na atimize kupitia neno lake yale ambayo aliyotayarisha. Ni heri ya kipekee kwangu kuweza kupokea katikati yetu msichana aliye mdogo wa ndugu yetu mpendwa Branham. Mungu alitaka aweze kuwa pamoja nasi katika weekend hii, na katikati ya watoto waine ni yeye ndiye anayefanana sana ndugu Branham. Tunamwomba sasa aweze kusimama. Dada yangu Gertrude ataweza kutafsiri. Unaweza kusimama. Mungu akubariki. Tunakukaribisha katikati yetu. Mungu akubariki. Kulifanyika kitu fulani cha kipekee kuna karibu juma ine. Aliweza kuwa na maono katika ndoto, na katika maono hiyo akaambiwa, aliona maono katika ndoto, akaambiwa wende kwa ndugu Frank. Na katika maono hiyo ndani ya ndoto akauliza kwenda kwa ndugu Frank huko Ujerumani, na jibu ikakuwa ndiyo, wende kwa ndugu Frank huko Ujerumani. Nilimwona kwa mara ya mwisho kuna miaka mingi iliyopita. Alikuwa angali mdogo, alikuwa bado kuolewa. Leo sasa ameolewa tangu muda mrefu, ana watoto 8 anaoshughulikia na mume wake mpendwa. Hiyo ni kazi kubwa sana alionayo. Sikumwona kuna miaka mingi iliyopita, na nilikuwa sijui alikuwa namna gani na yale iliyokuwa kifanyika katika maisha yake. Na kama mnaweza kumuuliza, ataweza kuyashuhudia na kuambia kwamba alikuwa hajawahi kuwaza kuja mahali hapa kama Bwana hangeliweza kutaka hivyo na kuweza kumwambia waziwazi, hangeliweza kuwa hapa leo. Hatuwezi kuchelewa juu ya yale inayomugusa na yale inayomsumbua. Hiyo siyo kazi yetu, lakini Mungu atamsaidia. Wakati kitu fulani kama hiyo inapofanyika, tunajua kwamba huzuni inapashwa kuwa kubwa sana, na tunakuwaka nyimbo nzuri katika lugha yetu inayosema kwamba huzuni haijawahi kuwa kubwa kuliko yeye anayesaidia. Kweli kweli tunamutakia baraka nyingi za Mungu katikati yetu. Tunafurahia kuona jinsi Mungu aliweza kutenda kwa namna hii, kwa maana tunaweza kuyasema sisi sote kutoka kilindi cha moyo kwamba tunapenda na tunaheshimu watumishi wote wa Mungu, kwa sababu Mungu aliwatuma akawabariki na kuwatumikisha. Lakini kama vile ndugu Branham alivyotumwa akiwa na kazi ya kipekee kwa ajili ya wakati wetu, inaonekana kwamba tuliweza kuwa na uhusiano ambayo inayoweza kuwa tofauti pamoja naye. Na mimi kwangu binafsi niliyekula na kukunywa pamoja naye, niliyetembea katika gari moja pamoja naye, au niliyekaa katika gari moja pamoja naye, niliyepata sehemu katika makusanyiko mengi pamoja naye,
na niliyeona kwa macho yangu yale ambayo Mungu aliyokuwa akifanya na namna Mungu alivyokuwa akimtumikisha. Dada huyu alikuwa na mawazo katika kichwa chake wakati alipokuja, akajiambia kose ndugu Frank anapaswa kuwa katika umri wa miaka moja na baba yangu. Aliweza kushangaa kuona jinsi nilikuwa bado kukomaa kama vile alikuwa akiwazia. Lakini iwe namna gani, Mungu ana njia yake pamoja na sisi sote. Tunatumaini kwamba tutaweza kubarikiwa jioni hii pia. Mnajua ninafika kwa mwisho wa kuandika kitabu changu, na siku ya tatu ninaanza safari yangu ya kimishonari ya Jumatatu, na kusukuma kwa wakati inakwaka pia ya kunilemelea pia. Ndiyo maana nilihitaji leo niweze kutafsiri mahubiri moja ya ndugu Branham, na nina uhakika ninaweza kuyasema kwamba mahubiri hayo yatakuwa baraka kwa ajili ya sisi sote. Hatutakamata muda mrefu, kwa maana mnajua inaomba kuhesabia karibu saa moja kwa ajili ya kusikia nusu ya mahubiri. Ndiyo maana tunataka tuweze kuanza hapo hapo. Ninarudilia tena, nyote mkaribishwe, tuwe hapa tukiwa na moyo ulio wazi mbele ya Mungu, tupokee neno, tulifuate kwa ndani na tuweze kupokea baraka. Tuingie mara moja katika mahubiri, tuimbe pamoja pambio ya nyimbo amini tu, amini tu, na Bwana atatubariki. Amini tu, amini tu, yote inawezekana. Oh, amini tu. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Nizungumza kuhusu ndugu David, na sasa iko hapa jioni hii kwenye madhabahu. Ni vizuri sana, tunafurahi kwa sababu unaweza kuwa hapa, na tunawafurahia pia ndugu, na tunafurahi kwa sababu munaweza kuwa hapa. Acha Mungu awabariki nyote. Ni ajabu kuweza kurudi tena hapa jioni hii katika chumba hiki kinachojaa watu sana, na tunangoja kwa hamu kuweza kuona kazi ya Roho Mtakatifu, kitendo cha Roho Mtakatifu kitakachoshuka katikati yetu. Tuliweza kufurahia kila saa tuliyoweza kumaliza hapa tangu siku ya kwanza ya juma jioni iliyopita, au siku ya kwanza ya juma nyuma mchana kati,
wakati wa makusanyiko ya kiungu. Ilikuwa ni wakati ya ajabu, na Roho Mtakatifu alitimiza mambo makubwa katikati yetu. Wagonjwa walipona, maajabu na maalama yalifanyika, waliopotea waliokolewa, wote waliweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Mambo makubwa yalifanyika. Tunaweza kuomba tena zaidi ya hiyo. Tuko hapa tunafurahi kwa sababu tunaishi katika siku za mwisho, na sisi kama vile wahubiri wa Injili tuna heri ya kuweza kuhubiri waliochaguliwa wa Mungu. Sisi kama vile wahubiri tuna heri ya kuweza kuwa hapa duniani sasa na kuweza kuzungumzia wa mwisho katika kizazi cha mwisho cha kanisa. Naamini kweli kweli kwamba tunazungumzia sasa wakati wa mwisho, kizazi cha mwisho cha kanisa ambacho kitakachogusa kwa mwisho wake ndani ya kizazi cha Laodikia, na Yesu atarudi na yote itakuwa imemalizika. Nitafurahi wakati hiyo itakapofika. Ninasikia hiyo kitu moja kama vile Yohana katika wakati ule, na nilisema Bwana Yesu kuja, na nishaka iona na kuishi mambo mengi. Bali ulimwengu uweze kuwa vizuri, ulimwengu endelea kuwa vibaya tena zaidi na zaidi. Na nilisema kama vile Yohana, kuja Bwana Yesu. Sasa yote itamalizika, yote itapita. Na ninaona kwamba kitabu kingali hapa kikiwa ndani maono ambayo Mungu aliyonipatia. Wakati napoyaona na napoyawazia, moyo wangu unawaka. Ningetaka niweze kufanya zaidi na kuhubiri sana, na hakutabaki tena muda mrefu. Hatuna tena muda mrefu, tuyafanye sasa wakati tunapoweza. Acha Bwana aweze kubariki neno lake. Kesho asubuhi tutaweza kukula chakula kidogo pamoja na wanaume wafanya biashara, na tutaweza kuwa na makusanyiko. Kila mtu amekwisha kuandikwa. Kama mnahitaji kuja, tutaweza kufurahi kuwapokea. Ningeliweza kukamata neno kesho, kwa maana mimi ni mmoja wa wale ambao watakao kamata neno, ambao watakaoitwa huko, na natumaini kwamba Bwana ataweza kukutana na sisi sote huko. Kama hamujaweza kupata sehemu katika kula chakula kama hiyo, tunawaalika muweze kuja, muje musikie yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili ya wengine. Akose mfanya biashara naye anakuwa na heshima, lakini hatutaweza kuzungumzia hiyo. Hatutaweza kufanya kuonyesha kwa ajili ya kuendelesha mpangilio yenu au biashara yenu, lakini kwa ajili ya kuwaweka bidii, kwa ajili ya kuwaweka bidii, kwa ajili ya kuwaendelesha ninyi. Ni kweli kama vile iliyosemeka jana jioni, kanisa tangu zamani iliacha mpango yao wakati ilipojaribu kuweza kuingia katika uamsho na mambo mengine, mpaka kuacha kujifurahisha. Hatuwezi kushilinganisha nao, kwa maana watoto wa ulimwengu wako na akili sana kuliko wana wa ufalme. Yesu alisema Luka 16:8. Nasi hatuwezi kuwapatia mambo ya kujifurahisha, wako nayo wao wenyewe. Na injili sio mambo ya kujifurahisha, lakini ni nuru, na ni kitu ambacho tulicho nacho, na ulimwengu hainayo, na ulimwengu hawezi kuwa nayo. Tuko na Yesu. Hatuko wakili kuliko wao, na hatuwezi kusonga mbele kuliko wao. Hatujaribu kuweza kuyafuata au kuweza kuwafuata au kuweza kuwa na elimu njema au kuweza na mitindo mizuri ya elimu. Hapana, mitindo na mambo iko katika utaratibu, lakini sisi tuko na Yesu na tunajaribu kuweza kumuletea ulimwengu. Yeye ni mwana wa Mungu,
Yeye ni mwokozi wetu, nasi tunamjua katika nguvu za ufufuko wake, na hiyo ndiyo kitu cha kweli, hiyo kitu cha haki cha kweli. Ni kusema inayonihusu mimi, akose sijue kitabu chake vizuri, lakini namjua yeye, na kama ninamjua sasa itakuwa vizuri. Kama najua kitabu chake sitakuwa na uzima wa milele, lakini kama namjua yeye ambaye kitabu kinachotoka kwake, ndipo nakuwa nzako na uzima. Yohana 17:3. Kesho jioni tutaweza kukusanyika tena na tutakuwa tena na makusanyiko ya uponyaji, na kisha siku ya kwanza ya juma nyuma mchana kati tutaweza kuwa na makusanyiko ya mwisho, na kisha nitaweza kwenda mpaka kaskazini huko Colombie Britannique, huko Dawson Creek na huko St. John katika eneo hiyo, na nitabaki huko katika wakati wa jua. Basi muwe macho, muweze kuniombea, munikumbuke, na nitaweza kuendelesha makusanyiko haya. Msisahau na wasii sana sana, nyinyi wageni, na kuna wahubiri hapa na mahali pote wa hii injili moja wanasambazwa mahali pote, na kama Mungu akitaka tutaweza kuwa na makusanyiko mazuri siku ya kwanza ya juma itakayoenda mpaka katika mji wote, na itaendelea mpaka wakati Yesu atakaporudi. Na sasa ni ndugu huyo Joseph Boze aliniambia kuna miaka mingi iliyopita, na mara nyingi tulikuwa tukikaa hapa pamoja katika Kiingereza chake nyepesi, bali ya kusema brother alikuwa akisema Bruder Branham, na kisha akasema ndugu Branham, ninataka niweze kuona Chicago ikitikiswa. Na alikuwa akisema siku zote shocken, nikusema kutikiswa. Alikuwa hakuweza kuyatamka vizuri. Nilikuwa nikimpenda sana, nikamwambia ndugu Joseph, hitaji yako sasa kubwa imejibiwa. Lakini akose hakuweza kuyaelewa wakati aliposema kwamba kutikisa muji haimaanisha kwamba bomu ya kiatomiki pasha kuanguka mahali fulani, lakini inamaanisha kuweza kutikisa taifa la Mungu litakayotikiswa, na sio mambo ya kizehebu ambayo iliyo nje, lakini wale walio katika ufalme wa Mungu. Kundi la Chicago ilishaka kufanya mazoezi ya hiyo, ilishaka kupata kutikiswa katika miaka iliyopita, miaka 5, miaka 6, miaka 7. Watu wakubwa wa Mungu waliweza kuhubiri hapa, waliweza kuhubiri waliochaguliwa. Maana na maajabu makubwa ilifanyika, na sio kuleta masababu. Hauwezi kuwa na masababu. Bila masababu, kama mukiangamia ni makosa yenu. Sasa ninyi ambao munaoandika maandiko na kukamata katika akili yenu, niliweza kuandika andiko fulani za Biblia na kuweza kukamata maandiko fulani juu ya maneno ambayo ninataka niweze kuzungumzia, na kama Mungu akitaka nitaweza kuzungumza kwa mafupi leo. Nitasema mafupi leo. Kila mtu anacheka, ndiyo, ni kweli. Kila jioni Biblia anasema ningelihitaji niweze kuona wakati unapoenda huko Chicago uweze kuhubiri muda mfupi, aweze kuhubiri akote jioni moja, uweze kuhubiri muda mfupi au jioni moja. Nikasema ndiyo Bili, ni vyepesi kuweza kuhubiri muda mfupi. Na wakati napoanza na kisha ananiambia tena ulihubiri tena zaidi ya saa 2. Na sasa sijui mambo makubwa, lakini napenda haka niseme yale ninayojua. Mhubiri mmoja alisema siku moja alikuwa akienda katika makusanyiko, na hiyo haiwezi kukamatwa kama vile mzaha, lakini ili muweze kujisikia ninyi nyote mkiwa katika usalama na muweze kuwa huru. Jioni ya kwanza alihubiri juu ya toba,
Jioni ya pili akahubiri juu ya toba, ya tatu, ya ine, ya tano na ya sita na ya saba. Akahubiri juu ya toba, juu ya toba mahubiri moja, na kisha wazee wakamweka pembeni, akamwambia daktari au mwalimu fulani, tunafurahia sana mahubiri yako juu ya toba, lakini jioni sita zote za kufuatana ukihubiri kitu moja juu ya toba? Akasema ndiyo. Wakamuuliza, hauna tena ujumbe ingine? Akasema ndiyo, niko nayo, lakini ngoja uweze kutubu kwanza ili uweze kuwaletea ujumbe ingine. Ndiyo, hiyo ilikuwa ni hiyo. Ilikuwa ni akili nzuri sana. Alitaka aweze kuhubiri mpaka aweze kutubu, na kisha sasa alitaka aweze kutangaza mahubiri mengine. Ningetaka niweze kusoma Wafalme wa pili sura 3 mstari wa 15. Wafalme wa pili sura 3 mstari wa 15. Lakini sasa uniletee mpiga kinanda. Na ilikuwa wakati mpiga kinanda alipopiga, mkono wa Bwana ukakuja juu yake, juu ya Elisa. Kama naweza kuchagua andiko moja hapa, ningetaka niweze kuzungumuza kuhusu maneno yanayoitwa kuingia ndani ya Roho. Hapa kulikuwa mabadiliko, kugeuzwa, kubadilishwa. Kulikuwa hapo wa manabii wakubwa, na mmoja wao alikuwa amekwisha kutoshwa na kuingia katika utukufu, na ilikuwa ni huzuni kubwa kwa ajili ya kusanyiko wakati mtu kama huo alipokuwa amenyakuliwa na kwenda. Lakini ni faraja gani iliyoweza kuwaletea kuweza kuona kwamba mtu yule alikuwa ametumwa tena kwao kama vile msimamizi wa Mungu, na kwamba amekwisha kurudia kwake katika utukufu bila hata kufa. Alikuwa amenyakuliwa. Eliya alikuwa ni picha au mfano mzuri kwa ajili ya siku hii. Hii akose haitimiliki akose hapa, lakini kama mtu anajua Biblia kuliko mimi, ninaamini kwamba ujumbe kama ile ya Eliya itakuwa ya kweli mbele ya unyakuo, mbele unyakuo uweze kufanyika, na itakuwa ni moto ambao utakaounguza tena, na pamoja na moto huo tutaweza kunyakuliwa. Hiyo roho moja, huo moto moja ambao ulioshuka siku ya Pentekosti. Mungu anakamata watu wake, lakini hakamatake na kurusha roho wake. Anakuwaka na siku zote mtu fulani ambaye anapaswa kuweka roho wake juu yake. Katika Biblia yote nzima hakujawahi kuwa manabii wawili wakubwa katika wakati mmoja, siku zote mmoja kwa mara moja, kwa wakati mmoja. Na wakati huyo alikuwa akichukuliwa, mwingine alikuwa akipashwa kuonekana. Unaona, alibadilisha ujumbe, lakini ilikuwa ni roho moja. Yeye ni wa haki. Nilitumaini au ningehitaji niweze kuwa na wakati wa kuweza kuzungumuza mambo haya. Mnaona, Eliya alikuwa amehubiri akipingana na Yezebeli na njia zake na matendo yake na mengineyo, na kupingana na waongozi wa Israeli, na kupingana na hiyo ushirika au kikundi cha wahubiri. Mungu hapo akamchukua akaenda kwake, na mbele aende mtu mwingine angepashwa kupakaliwa ili aweze kuleta hiyo ujumbe moja, na akatupa joho yake juu yake, ni kusema juu ya Elisa. Na Elisa wakati alipokuwa amepokea hiyo joho ya Eliya, mnajua yale ambayo yaliyofanyika, akaenda akimfuata. Na sasa tunatambua kwamba Eliya alijaribu kuweza kukata tumaini Elisa na kumwambia baki hapa, baki hapa,
na tunaona kwamba hakubaki huko, aliendelea, alifuata mpaka Gilgali, kwenye shule la wa manabii, mpaka huko Yeriko, mpaka kwenye Yordani na mpaka kuvuka Yordani. Mnaona kama vile tulivyohubiri siku ya kwanza ya juma iliyopita, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya uzao wa Abrahamu. Alileta mambo matatu ya pekee kwa Abrahamu, akipatia Abrahamu. Kwanza katika sura 12 kuhesabiwa haki, sura 14 utakaso, sura 17 kwamba angepasha kumulisha. Mnaona kuhesabiwa haki, utakaso na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mnaona yale yanayofanyika pamoja na kanisa, kuhesabiwa haki kama vile ilivyokuwa pamoja na Luteri, utakaso kama vile Wesley alivyohubiri na kufundisha, na sasa kama vile ilivyo katika kizazi cha Pentekosti, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndio mnaona yote inaonyeshwa na kurudishwa kwa kanisa, inarudishwa katika kanisa, inarudishwa. Mnaona ilikuwa ni Mungu aliyejifunua katika mwili katika wakati ule, Yesu Kristo Emanueli, ambaye aliyekuwa pale. Mnaona kulikuwa nyakati za kipekee katika wakati wa kipekee iliyo tofauti. Katika wakati wa Abrahamu aliweza kubadilisha hayo mawili ili aweze kupokea mwana aliyeahidiwa, aliweza kuibadilisha, na iko hivyo hivyo tena leo. Nasi pia tutabadilishwa, tutageuzwa mbele tuweze kunyakuliwa. Tunapaswa kupokea na tuweza kupokea mwili uliobadilishwa. Mnaona mbele ya kuweza kupokea ahadi, walibadilishwa katika mili yao, na sio kama vile vijana kama vile tutakavyokuwa, lakini waliweza kubadilishwa kwa ujao, ili hiyo iweze kufanyika kwa namna waliweza kupokea mtoto. Mnaona, na ndiyo maana kanisa sasa linarudishwa katika hali ya kuishi kubadilishwa kwa mwili. Ni kweli. Mnaona, tunapashwa kuwa na mwili uliobadilishwa mbele ya kuweza kukutanana naye katika mawingu. Atarudi na tutaweza kubadilishwa katika muda mfupi, katika kufumba na kufumbua. Mnaona, Mungu alipitisha Elisa katika hiyo safari moja, na akashuka kwanza huko Gilgali na kisha mpaka Yeriko na mpaka nyuma ya Yordani alipovuka, na akapokea maradufu ya roho wa Eliya. Yesu alisema makazi azozifanya mtazifanya pia, na mtafanya tena zilizo kubwa, kwa maana ninaenda kwa Baba. Unaona, ilikuwa ni mfano wa Kristo na kanisa. Kristo alinyakuliwa, lakini huyo roho moja uliokuwa juu ya Kristo ikakuja juu ya kanisa. Katika wakati ule Kristo angeliweza kuwa mahali pamoja, lakini leo anaweza kuwa katika ulimwengu mzima, mahali pote, katika ulimwengu mzima, katika kanisa. Leo tuko hapa Chicago pamoja na Kristo, tunatumika hapa na Kristo. Anaweza kutumika huko Philadelphia, huko Japani, huko Asia, huko Ulaya, yuko mahali pote. Na katika wakati huo mmoja watu pia wanaweza kupona kwa nguvu za Mungu katika ulimwengu mzima. Maelfu na maelfu ya watu wanaweza kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu mahali pote. Roho wake anamiminwa katika siku za mwisho. Tangu wakati shule la teolojia ilipomalizika, wakaendelea na njia zao, na tunaona kwamba Elisa aliwasindikiza, akasema na watu wa manabii wakasema, au watoto wa manabii wakasema, na sasa roho ya Eliya imekuwa juu ya Elisa. Wafalme wa pili sura 2 mstari wa 15. Na sasa tunatambua kwamba watu walijua kwamba huo roho mmoja wa Mungu alikuwa juu ya nabii, nao wakakuja kwake wakajiuliza,
kama alikuwa tayari kuweza kufanya maajabu fulani. Na hapa tuna picha sasa nzuri. Alikuwa pale juu ya mlima, mahali pazuri kwa ajili ya kufundisha, na kisha wakamwambia maji hapa iko machungu, hayawezi kunywa. Kulikuwa chemchemu na ilikuwa lazima waweze kuwa na chemchemu mpya. Mnajua vizuri kwamba hawawekake mvinyo mpya katika vyombo vya zamani. Na waza pia kwamba leo ndiyo siku ambayo tunapashwa kufanya maji kuwa mazuri, matamu. Inaomba kuweza kuweka ndani chumvi iweze kuwa matakatifu katika jina la Bwana. Na sasa Mungu anayafanyaka hivyo kila wakati. Anakamata mtu fulani ambaye asiyejua kitu fulani kwake mwenyewe, lakini anayejua yale yanapaswa kufanya, ni kusema kutupa chumvi katika chemuchemu ili Mungu aweze kuifanya kuwa nzuri. Unaona, Roho Mtakatifu anapaswa kushuka juu ya wote mbele moto iweze kuwaka mahali pote. Unaona, si sote tunahitaji hiyo. Maji ambayo ndiyo machungu yanapaswa kuwa matamu, inaomba iweze kuwa kitu fulani kipya tena. Unaona, mahali mbele kulipokuwa kuna kitu na kuna kitu cha kutumikishwa, chumvi ni kitu kizuri wakati inapoingia katika uhusiano pamoja na yale mpasha kulindwa. Kama sivyo hakuna kitu kitakachofanyika. Unaona, katika wakati ule kulikuwa pia mabadiliko katika ulimwengu wa kisiasa, na kulikuwa mwanaume Ahabu alikufa na Yeroboamu alikamata nafasi yake, au Yeroboamu, na alitaka aweze kutengeneza mambo fulani. Ndani ya mengine akakuwa mbaya, na aliweza kuanzia tena mambo fulani ya mitindo ya zamani. Ndiyo, Yeroboamu, ndiyo, ilikuwa ni kweli. Na hiyo ndiyo tunayofanya. Tunajaribu siku zote kufanya kitu fulani kipya kwa sisi wenyewe. Yosafati alikuja kukutanana na Ahabu ili waweze kufanya mapatano pamoja naye, ili waweze kufanya agano. Si vigeni, si ajabu. Yosafati alikuwa mfalme tangu miaka 18. Alikuja kuona Ahabu au Yeroboamu, na wakaleta mazungumzo, wakaleta mabishano pamoja. Akaingia katika makosa kama vile tena mbele. Tunafanyaka hiyo kitu moja siku zote, tunaingiaka mara moja katika makosa, na tunatambua kwamba watu wanatoka ndani na wanaanza tumikia Mungu, na kisha wanaanguka katika ulimwengu, na Biblia inafanya kulinganisha iliyo kali na kusema umbwa unarudia katika matapikio yake, na nguruwe imerudia tena katika matope yake. Mezali 26:11. Na sasa kama umbwa imetapika mara moja, ni kusema hiyo haimpendezi, na kama inamrudia tena sasa itakuwa vizuri kwake? Hapana. Lakini kama mnatubu kwa sababu mambo fulani haiwafurahishi, sasa mnataka muweze kurudia tena huko na muweze kuingia tena ndani, lakini mudumi pamoja na Bwana na mwende mbali na mambo hayo. Tunatambua kwamba ni hivyo ndivyo mambo yanafanyika, na wanasema ndiyo, hii ilikuwa hivyo tangu zamani na hii iko sehemu ya maisha. Lakini hapa Yosafati alisema, sasa nataka niweze kwenda nizungumuze na Yeroboamu, akose atakuwa tofauti kama vile
huyo mchungaji mzee Ahabu, kwa maana alikuwa ni mtu mpya, lakini alikuwa na mitumikio ya zamani. Alikuwa akitaka tu kuweza kuongeza kitu fulani kipya juu yayo, akiongeza mipango mpya ambayo ilikuwa haiko kwa mwanzo. Na tuliweza kufanya hiyo kitu moja tena leo sisi wa Pentekosti, na ni hiyo kitu moja ambayo tuliweza kufanya. Tulitoka katika mitumikio ya zamani, tukaanza uamsho mpya, na kisha tukafanya yale yaliyokuwa kifanyika tena zamani katika hiyo mitindo ya zamani. Unaona, na hiyo iliweza kupasua mambo yote. Hakuna muda, sio muda mrefu, uamsho ulianza katikati ya Wapentekosti, na walikuwa wakizungumza kuhusu mvua ya mwisho, na hiyo ikasambazwa mahali pote hapa na huko. Na leo wanasema leo hatufanye vikundi. Leo sasa wamejiunga kuliko wengine wote. Hasa sio nini? Sio mchungaji wa zamani, sio kitu kipya, au sio mchungaji mpya, lakini hiyo yote kiko katika mvurugo, na hiyo ndio ilifanyika. Na nilikuwa hivyo katika wakati wa Yosafati, na alitazama huyo mchungaji mpya Yeroboamu, na wakazungumuza pamoja ili aweze kumweka katika makosa. Nuru yote ilikuwa ikienda pamoja na hayo, mnaona. Na kisha wakamaliza siku 7 bila kuweza kuuliza Bwana, na walikuwa na uhakika kwamba Bwana alikuwa na uhakika wa hayo na kuparishwa na hayo. Na hapo ndiyo shida sasa. Wakati tunapoanza kitu fulani, hatukujaki na kujiuliza, kweli Bwana yuko pamoja nasi? Kweli hii ni mapenzi yake, au tu ni mambo tu ya kujifurahisha? Tunapaswa kuwa na uhakika na kuwa na uhakika wa matendo yetu, kama inatoka kwa Mungu au hapana. Na hapo ndipo tunafanyaka makosa. Kanisa iko katika njia kwa siku 7, na katika siku hizo 7 waliwaza sasa, ni kweli iko katikati yetu. Waliweza kuhesabia na kukubali kwamba alikuwa pamoja nasi. Ndiyo, sasa mshuhudize kama kweli iko pamoja nanyi, muitambue. Yesu alisema, tazama alama zitakazoweza kusindikiza wale ambao walioamini. Alama na maajabu yatafanyika, Marko 16:17. Na wakati tunapoona kwamba kanisa linakuwa baridi na kwamba hakuna kitu kinachofanyika, inaomba kuweza kuwa na injili ya kose iliyo ya ajabu na mpango iliyo ya ajabu na kuweza kuleta mambo ya kimaajabu, lakini Mungu hatakuwa ndani. Tunaona nini leo? Au tunahitaji nini leo? Tunahitaji tuweze kurudia katika Biblia ya zamani, turudie katika Pentekoste ya zamani, kama vile tunavyoweza kuiletwa katika Biblia. Turudi katika nguvu za Mungu, turudi katika makusanyiko ya maombi inayodumu usiku wote. Turudi kwa hayo yote, na hiyo ndio tunahitaji leo katika makusanyiko yetu, na hapo sasa mambo yatabadilika. Walitembea siku 7 na wakafika katika jangwa. Tulitambua hiyo kitu moja pia. Tulivuka nyakati 7, vizazi 7 vya kanisa. Sasa tumefika katika kizazi cha 7. Na sasa uamsho unatokea wapi? Iko wapi? Na kwa mitumikio gani mpasha kukuja? Mmoja anasema tunaamini hiki na tunahitaji ya uhusiano na kundi hili, na mwenyewe anasema tunaamini hili, lakini hawana hata uhusiano pamoja na hiyo. Yote naenda na huko na kurudi, na wako katikati ya hiyo,
nasi tunapaswa kukubali kwamba tushakavuka hivi vizazi 7 vya kanisa, na tunatambua kwamba Mungu haiko pamoja nasi. Lakini nabii anasema utafika siku ambayo haitakuwa giza au nuru, itakuwa ni siku ya huzuni na sio usiku na wala mchana, lakini wakati wa jioni nuru itatokea. Zekaria 14:7. Unaona, tulikuwa na makusanyiko na walisema Yesu ni mwana wa Mungu, yeye ni Mwokozi na Mungu alifanya mambo makubwa, lakini hiyo ilinikamata muda mrefu kwamba hatuna tena nuru. Karibu miaka 2000 mashirika na tena na mashirika mengine, na sasa ndani ya kizazi cha 7 cha kanisa tunatambua kwamba wote walikosa kitu fulani, walikuwa wakiingia katika jangwa siku zote, na hiyo ndio inafanyika sasa pamoja na kanisa la Kipentekosti. Wanajiunga mahali pote, na hiyo yote inawaleta wapi? Yote imekauka. Sasa salama iko wapi? Furaha, uvumilivu, upole iko wapi? Matunda yote ya roho yako wapi? Matunda shaka kufa. Walitembea katika siku 7 bila hata kitu cha haki, kitu cha kweli, bila Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Maisme, mitumikio tofauti. Mungu aliweza kuwapatia Luteri kuhesabiwa haki, wakashikamana na hiyo tu. Wesley na Wapentekoste wanasema tunazungumza kwa lugha. Sasa ingine yote iko wapi? Tukubali yote mpaka nguvu zake zote ziweze kuonekana ndani ya ujao wote, kama vile kwa mwanzo, na makarama zote na matunda yote yaweze kuonekana katika kanisa lote la pahali. Walikuwa wakiletwa siku zote katika jangwa, na kisha muti kukakauka, na wakatambua, wakaenda kwenye mlima huu, wakavuka miji mingi ya kukauka. Unajua kwamba watu wote wanataka uweze kuwa juu ya mlima na sio ndani ya bonde, na sana sana wa Pentekoste, kila wakati mnapo hamutaweza kuimba kwa sauti, msipoweza kucheza, na hamutaweza tena kufurahi tena, hamutaweza kukimbia huko katika makusanyiko, mnawaza kwamba hiyo haina baraka. Lakini mnataka muweze kuwa juu ya mlima, ni vizuri. Lakini nawaambia, kama mnabaki huko, upepo wa baridi utakuja na utakauka haraka. Mnapaswa kurudi sasa katika bonde, ili muweze kupima majaribu yenu, muweze kunyenyekea, mpate baridi huko, na mtaweza kupata makusanyiko, na makusanyiko ya maombi inaweza kukamata usiku wote nzima, mpaka nguvu ya Mungu mweza yote iweze kushuka juu yenu, na baraka ya Mungu iweze kuwa juu yenu. Amina. Unaona, matunda ilikuwa imeanza kuota, lakini walikufa, walikosa ndani uzima ambao pasha kuwashika na kuingia ndani yao. Unaona, ninyi mambo ya kushisikia na mambo hiyo yote haitoshi, hiyo masauti ya furaha haitoshi, munaguswa tu. Unaona, munapashwa kushuka ndani ya bonde, na pia kuweza kuchimbula huko, muweze kupata maji ya baridi, na huko yote itakuwa ni majani mabichi. Ndiyo nataka kusema, majani ya njani, ya rangi ya majani, yote itakuwa majani, na hapo sasa uzima utaonekana. Na kama imekwisha kukauka, na kama iko tena ya rangi ya majano, ni kusema haiko tena, haina tena ndani uzima. Na sasa mtu fulani alisema, natokea katika shule fulani na fulani ya kibiblia na kadhalika, na tuliweza kuleta mazungumzo pamoja naye. Nikamwambia, sikia, tunataka tuweze tuwe na rangi ya majani, na sitaki kusema kwa rangi ya majani kama vile vyostahili, lakini rangi ya majani ni mbani ndani uzima ya mtu utakupita ndani, bali ndani uzima iko na kadhalika. Na wakati napokuwa ndani uzima,
na wakati upepo unapopuliza hiyo haitautumiza, lakini huko muti natikisika, na wakati muti unapokuwa na rangi ya majani, mnapokuwa uzima ndani mwake, hiyo itafanyika vizuri. Hakose haitaweza kuwa na kelele kama vile wakati wa mazishi, siku za maajabu, na kwamba siku za maajabu shakamalizika. Hiyo pia kwamba iko katika wakati wa kuzika, wakati wa makaburi. Hapana, lakini sisi tuko hapa ambamo Roho wa Mungu anataka shuke kama vile upepo wa nguvu uweze kujaa nyumba yote nzima. Akose tuko kundi iliyo pia ya rangi ya majani, lakini tunataka uzima, tuna uzima, na tunashukuru pia Mungu. Yale ambayo sio kuwa ndani uzima ndani yake inakuwa imekufa. Siku 7, na mkumbuke siku ya 7 walielewa yale ambayo iliyofanyika katika wakati ule wote, tangu wakati wa Luteri, wa Wesley na mengineyo, mpaka katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, mpaka kwa mwisho ambamo tunaweza kutambua yale ambayo yaliyofanyika. Mnaona pia kusanyiko la Pentekosti haitambue pia yale yanayofanyika, lakini mtu ambaye anayeongozwa kweli kweli na Roho wa Mungu atayaona, atayatambua, na atatambua pia ya kwamba yote ingali nabakia kuwa baridi, yote kuna kuwa baridi. Mnaona, tulienda pasipo Mungu na tukafanya hiki na kile, tukafanya hiki na kile pasipo Mungu, lakini turudi kwa Mungu. Hiyo ndio ujumbe, hii ndio ujumbe wa siku ya 7, ili tuweze kutambua kwamba bila pasipo yeye, bila upendo. Na hapa nasemeka kwamba sisi tuko moja, tuko utatu, sisi tuko sehemu ya kusanyiko za Mungu, sisi tuko sehemu ya kusanyiko ya umoja, na yote kwa katika mvurugo hapa na huko na katikati yenu. Mnaona kuna nini sasa? Sasa moja anazungumza kwa lugha, mwingine anapingana, mwingine anatafsiri, na yule anatafsiri, na wote hawana hata heshima mbele ya Mungu na kwa neno la Mungu, na hawana hata heshima kwa ajili yao kwa wao. Lakini sasa tunahitaji nini leo? Tunahitaji kipya, tunahitaji kufanya upya, ili matunda ya Roho yaweze pia kuonekana. Na namna gani kuonekana? Anaita leo yanayofanyika terapi. Kunafanyika nini? Nisema kusoma mawazo na mengineyo, lakini hiyo yote haina mawazo ya hiyo. Ni picha gani na mambo gani ya kuona? Na ni kwa matunda ya na kwa imani ndio matunda yanaonekana: furaha, imani, furaha, usalama, upendo, salama, uvumilivu, wema. Hiyo ndiyo wasaha. Ni wakati wa kuzaa, na sio mawazo mawazo ya kushitengenezea ambayo tunayo nayo. Hapana, hiyo haitoshi. Mnapashwa kutoka katika hayo, na sio kama vile unavyosema wewe, mtu fulani alisema hiki na kile. Hiyo haitoshi. Hapana, tazama yale nayo istahili. Na sasa tunajua kwamba inahusu matunda, lakini kama yote imekauka, sasa tunaweza kufanya nini? Mutazame hali hizi. Mashirika kubwa ziko nzuri. Kama Mungu angekuwa ndani mwao ingekuwa vizuri. Wakati wote kunapokuwa upendo na ushirika, na wakati mnapoweza kusaidiana nini kwa ninyi kama vile wandugu, muwe wa ndugu. Kama Mungu alitoa Roho Mtakatifu kwa mmoja au kwa mwingine, muwe wa ndugu. Na Biblia inasema Mungu anapatia Roho Mtakatifu wake kwa wale wanaomtii. Na sasa kama Wamethodisti, Wabaptisti wengi wanapokea Roho Mtakatifu, sasa msilete mabishano katikati yenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya gani ya kufanya hivyo? Kwa sababu gani ya kufanya hivyo? Tusonge mbele. Yale ndio tunahitaji, na sio mashirika, lakini mitumikio katikati ya watu wale hiyo mitumikio inayotoka kwa shetani ndio inakuja katika watu wale waliofanya mashirika. Walianza na manyumba makubwa,
na maprogramu makubwa, lakini sasa katika wakati huu walienda katika mlima na kose wakaweza kuwazia kuhusu mipango ambayo yangepasha kuwekwa ndani na kuwekwa katika mitindo yao, lakini hiyo haikuleta matunda. Na leo waliweza kufanya hiyo kitu moja katika wakati wetu. Tulisonga mbele katika wakati wa Pentekosti, lakini sasa tunaonekana kwamba tumefika kwa mwisho, kama vile tunafungwa katika kona fulani na wanawachekelea katika wakati ule, kuna miaka fulani iliyopita. Lakini sasa ni ninyi ndio mnaotuchekelea. Mnaona, kila shirika inakuwa vizuri kuliko mbele, lakini iko wapi kwa namna ya kiroho? Mnaona, wako na mamilioni ya madola, lakini iko namna gani kuhusu mambo ya kiroho? Ninahitaji niweze kuwa na yale ambayo Yohana aliyokuwa nayo, ni kusema ngozi ya ngamia, lakini niweze kusema kweli na kuhubiri kweli, kuliko kuweza kuwa na utajiri wote wa dunia. Mnaona, makusanyiko yako pale pasipo Mungu katika programu zao, bila hata matunda ya Roho. Walisonga mbele na waliweza kuwa na mambo tu ya nje, wakiwa na kupigana na si ya mzunguko au msumeno ya mzunguko. Hasa matunda ya Roho iko wapi? Upendo, salama, furaha, uvumilivu na upole iko wapi? Hamuna hata dakika mbili ya uvumilivu. Uvumilivu, upole, yote ishaka kauka, matunda yote ishaka kauka, ishaka kufa. Mauko na maprogramu makubwa iliyopangwa vizuri. Wanasema, mchungaji wetu yuko vizuri kuliko wengine, na kwamba aliweza kupata maheshima makubwa na maalama kubwa ya shule. Hiyo ni kweli. Hizo maalama makubwa ya shule, hiyo yote inaweza kuleta mpaka kufa. Ni kweli. Mnaona, tuko na hiyo yote, tunayamini, lakini sasa matunda yako wapi? Maji ya uzima yako wapi? Sasa iko huko juu au inateremka kuonekana mpaka huko katika bonde? Mnaona, kama vile msha kusema, kuna furaha, watu wanakuwa na haraka tu, wanaenda huku na kule, wanakuwa wanamemba hapa na kisha huko, siku zote katika mahali fulani mpaka mahali pengine. Wamoja wanapata kwamba wanafanya hiki kwa namna iliyo fulani ya baridi, na kisha wanaenda huko wanakauka, wanakuwa baridi sana, lakini wanaendelea kwenda na kuja. Sasa matunda ya Roho yako wapi? Yote nakufa, na tunayaona mahali pote. Mnajua kwamba ni kweli, ni kweli, ni kweli. Na kisha tunatambua kwamba yayo yalifanyika, na yalifanyika huko katika jangwa. Walifika huko pasipo Mungu. Ni kweli, walitembea kwa siku 7, ndiyo wakasema, Mungu yuko pamoja nasi. Walikuwa wakiwaza hivyo ya kwamba tuko hiki na kile, lakini Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi katika mambo hayo? Kwamba tuna makusanyiko makubwa sana, tuko na mambo makubwa yaliyo mazuri na viti vizuri ambayo tunaweza kukaa ndani kwa namna iliyo nzuri, na tuko na makadilaki inayonunua mamilioni mengi ya dola, lakini Mungu iko wapi? Mungu iko wapi? Na wakati wanapokuja katikati yetu wanasema, sasa siwezi kuwa na uhusiano na hii. Hapana, siwezi kusikiliza hii. Ndiyo, sasa ni nini? Matunda ishaka kufa. Mnaona ni katika hali gani? Tumefika katika wakati gani? Mnaona walikuwa hawana maji huko, na kisha wakaanza kulalamika, wakaanza kunungunika, Mungu, ulikuwa mzuri sana,
ulitupatia hai yote, lakini sasa maji yako wapi? Maji ya uzima? Unaona komunism, unaona hizo mambo tofauti ambazo zinazofanyika na manabii ambao waliotabiri mwisho wa wakati na walishuhudiwa. Na sasa kulifanyika nini? Ya haki iko wapi? Ninaweza kuleta sauti? Nabii iko wapi katika nchi? Hakuna nabii katika nchi. Hakuna wa haki ambayo tunaweza kuuliza shauri, ambayo tunaweza kuuliza. Yosafati alisema ndiyo. Hakuna tena nabii mwingine ambayo tunaweza kuuliza shauri, ambaye tunaweza kubishana naye na kumuuliza na kuweza kuleta mazungumzo juu ya haya. Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 7. Mashirika yalituweka katika hali kama hiyo na hatuna tena imani. Ndiyo. Sasa jibu iko wapi? Wanalia, wanasema sasa mtu wa Mungu iko wapi? Mtu iko wapi ambaye anaweza kutuambia kitu fulani ambayo Mungu anayotaka kutuambia? Lakini leo iko hapa jioni hii. Roho Mtakatifu iko hapa. Anaweza kuambia impasha kufanyika. Anapaswa kuja kwenu. Anaweza kuwasha tena moyo wenu. Anaweza kuiwasha tena na kuifanya mpya na kuifanya kuwa iliyo ndani uzima. Unaona? Yeye peke yake ndiye anaweza kufanya hiyo. Mungu peke yake kupitia Roho Mtakatifu, yeye yuko hapa. Na sasa tunatambua kwamba walianza kulalamika na kuomba. Yote ilikuwa imekufa, yote ilikuwa wazi, ilikuwa uchi, yote ilikuwa imekufa. Ndiyo. Wa haki wako wapi? Wachaguliwa wako wapi? Walilalamika. Hakuna nabii katika nchi. Hakuna mtu anayeweza kutuambia kutoka kwa Mungu yale ambayo yanapaswa kufika sasa. Sisi sote tuko hapa, tunaungana na tunaenda katika vita. Lakini tutapigana na nini? Au tutapiganisha nini? Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kanisa. Tuna wanamemba wengi, tuna kusanyiko kubwa, tuna mambo tofauti, tuna mambo ya kujifurahisha na mambo mengine mengi. Nani aliyevaa vizuri? Nani aliye vizuri? Nani aliye na mambo vizuri kuliko wengine? Na nani anaweza kujisifu kuweza kuwa aliweza kushinda michezo mingi ya bingo na mambo mengine? Lakini msahau hiyo yote. Turudi kwa Mungu. Hakuna tena nabii katika nchi ambaye anayeweza kutupatia jibu ya Mungu. Tuko wapi? Au iko wapi? Hali iko namna gani? Tunahitaji sauti ya mtu wa haki. Ilikuwa ni Yosafati, alikuwa ni mtu, lakini alikuwa pamoja na watu wabaya. Hiyo ndiyo shida jioni hii. Warafiki wabaya, watu wengi, watu wazuri wengi, lakini wako katika mashirika madhehebu. Lakini watu wazuri, tunahitaji mtu. Hiyo ndiyo shida. Kama tunaweza kukutana na mtu, tunapaswa kupata kwanza maamuzi. Kuna wa Uislamu, kuna wa Buddha, kuna mambo mengi ya hayo. Hasa kipimo cha wakati huu kiko hapa. Ni yale tunayohitaji na sio psikolojia au kikundi cha kiteolojia, lakini tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji mazoezi mapya pamoja na Mungu na kitendo kupitia Roho Mtakatifu, kitendo kinachofanyika na Roho Mtakatifu. Tuulize, Mungu wa manabii iko wapi? Mungu iko wapi anayeweza kutenda kupitia Roho Mtakatifu, anayeweza kutufanya kuwa weupe kuliko theluji? Mungu iko wapi anayeweza kuwa hapa, anayeweza kuokoa, anayeponya, anayeshonyesha, anayekamata watu, anayeweza kuponya watu waliogonjwa, anaweza kamata miguu ya watu waliolemaa, anayeweza kuponya watu waliogonjwa makansa na kadhalika? Wako wapi? Mtu iko wapi wa Mungu? Na tunaweza, kama hiyo haifike, ni kusema kuna kitu ambacho hakiendeki, kuna kitu cha uongo ndani. Niliweza kuzungumza wakati uliopita kuhusu mahabari, kuzungumza kuhusu mahabari. Mnaona, tunapaswa kujulishwa kila siku. Katika wakati ule Yohana alifanya yale anaweza kuita leo kwamba ni kusumbua,
aliweza kuweka nguvu katika gereza. Mbele aliweza kuona ya kipekee kama vile tai, akaona maono, na hapo hapo akauliza, akasema, wende ulize kama ni yeye au hapana. Na wakati aliposema kwamba wende muulize yale mlio ona, ya kwamba vipofu wanaona, wa vilema wanatembea na mengineyo, Mathayo 11, Mathayo 11:5. Na Yohana alikuwa amehubiri kwamba Masia atakuja, atatengeneza uwanja wake mwenyewe, na atatengeneza uwanja wake, na ataunguza magugu katika moto wa kuwaka, na ngano yake akajiweka katika gala. Unaona, Yohana kwake mambo yalikuwa haionekane kama vile ingepasha kuwa, kwa sababu alikuwa ameona mambo tofauti. Na iko hivyo tena leo. Makusanyiko hayo, wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbyterian, wote wasikie yale ambayo tunayotaka kuwaonyesha. Wanangoja ili Kristo yeye mwenyewe aweze kujionyesha, ili wavipofu waweze kuonekana na kutembea, na wavilema waweze kutembea, wavipofu waweze kuona. Iko hivyo leo Mungu anasonga mbele, anaendelea. Mungu iko hai, yeye ni Mungu siku zote. Wa haki waliweza kulalamika, na mwenye haki wakati ule alisema, hakuna nabii katika nchi ambaye tunaweza kuuliza shauri. Ndiyo, ninataka niweza kusikia akisema ndiyo, kuna mtu mmoja, na akatazama karibu yake, akasema, akiambia Yoramu, hautaamini mtu yule, kwa maana baba yako hajawahi kumwamini, lakini yeye yuko katika nchi na hawakuweza kumwamini. Na mtu yule ninamjua, lakini yule ambaye nayejua, roho ya yule aliyemtangulia anakuwa juu yake, naye anafanya hiyo kitu moja kama vile Eliya. Na roho aliyekuwa juu ya Eliya anapaswa sasa kuwa juu ya Elisa. Na tunaona kwamba hiyo ndio tunahitaji, watu kama hao ambao roho wa Mungu anaweza kuwa juu yao. Unaona, au yale yaliyofanyika kupitia Yesu Kristo yeye mwenyewe inaweza tena sasa kurudilia, kwa maana huyo roho mmoja alikuja juu ya kanisa, na hazo matendo mamoja zilizokuwa zikitimilika katikati yake na kutimilika kupitia yeye, inapaswa kutimilika kupitia kanisa. Na anasema ndiyo, ninajua mtu yule yuko wapi. Ninajua kwamba roho aliyekuwa juu ya Eliya iko sasa juu yake. Sasa ninajua hiyo. Yoramu hawezi kumwamini, na wanafunzi wote wa manabii hawamwamini pia, walipokea mafunzo yao ya kiteolojia. Lakini sasa tazama sababu, wakati Elisha aliporudi na aliposema kwamba Eliya alikuwa amenyakuliwa, wengine waliwaza kwamba alikuwa mahali fulani tena, na wakatuma watu ili waweze kumtafuta. Walikuwa hawakuamini yale ambayo Elisa alikuwa akiwaambia kuhusu Eliya. Na iko hivyo tena leo hawawezi kupata Yesu Kristo. Alinyakuliwa, lakini alimwanga roho wake juu ya yetu, na alimwanga juu ya kanisa, na anaonekana, lakini hawezi kuiona, hawezi kumuona. Amina, hawezi kuiona kwa sababu ya teolojia walioweza kujitengenezea na watu. Hakuja katika shirika, anakuja kupitia moyo wa mtu na kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amina, na sio kwa mitumikio iliyotengenezwa na mtu. Walijitengenezea, walijiundia makusanyiko au makaramu nyingi tofauti, na wakasema kwa maneno haya kwamba sione mtu yule. Sisi sote tuko na madiploma zetu za university, tunajua mengi kuliko yeye.
Na tunajua kwamba mtu yule ambaye aliyekula na kunywa pamoja nasi hapa, tunamjua namna gani aliweza kupandishwa mpaka mbinguni, kwamba hapana, haiwezekani. Tunamjua, tulikuwa tukimjua. Ndiyo, unaona, walikuwa hawamjui. Sasa mwende mtambue, muone yale yaliyofanyika. Walitafuta na akasema, mwende mtafute huko, hamutampata. Waliweza kumchekelea. Hamutampata katika shirika lenu na katika mitumikio yenu. Alinyakuliwa, alipanda juu, na anakuja juu yetu kwa sura ya Roho Mtakatifu ili aweze kuendelesha na kushuhudia neno lake. Na mnapashwa kuzaliwa upya kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu katika yale ambayo Mungu anayofanya sasa. Haitoshi kuweza kutumika tu kwa Roho wake na kisha kuweza kuingia katika kazi. Hapana, inapaswa kuwa ni Roho Mtakatifu wa kweli ndiye anayeweza kuanzisha matunda ya Roho Mtakatifu ya kweli, iliyo utulivu, upendo, salama, furaha, matunda yote ya Roho, na hiyo na sio mengine. Yoramu hakuamini, kwa maana shule yao ilikuwa ikimwambia, au wanafunzi wa manabii walikuwa wakisema hapana, ya kwamba hiyo inapaswa kuwa hivi, kwamba sisi tulikuwa na kundi letu hapa, kwamba tunaenda mtafuta tena. Unaona ninyi, hiyo ndio niliweza kufanya katika miaka hii yote 2000 iliyopita. Walitafuta kumtafuta, lakini waliweza kumtafutia wapi? Katika mashirika, lakini haiko kule. Ni kweli, na wanasema tunapaswa kuwa moja. Ndiyo, tunapaswa kwamba ni kweli, tunapaswa kuwa moja, lakini moja katika neno moja katika yeye, na sio mahali pengine. Kwa mfano, kama unaweza kuwa katika makosa na kama unaweza kuwa katika neno, na hapo sasa mnaweza kosa kuwa na ushirika. Ninahitaji niweze kuwa katika makosa ndani ya mafundisho yangu kuliko ndani ya moyo wangu, kwa maana Mungu atachunguza moyo. Ninaweza penda niweze kufanya. Kama mtu katika makosa anahitaji msaada, mumsaidie. Kama hamuwezi kupenda wadui zenu, kama muweze kupenda wadui zenu kama vile mnavyopenda warafiki zenu, hamuna yeye, hamukumpokea. Kanisa halijaweza kumpokea, halijaweza kuwa tayari. Natumaini kwamba mnaelewa yale nilisema. Murudi kwa upendo wa ukombozi, upendo. Tunahitaji ya mambo mengi, lakini tunahitaji upendo ndani mwetu, kwa maana upendo unaleta umoja, uhusiano, na wakati hakutakuwa upendo, ushirika wa ndugu na katika. Na ndio maana tunahitaji upendo ili undugu uweze kuonekana, ushirika kama vile wa ndugu, tuwe wa ndugu. Na hivyo kama vile kuona kila kusanyiko la mji huu na la ulimwengu mzima linaweza kuunganika kwa upole na pamoja, umoja, uhusiano, umoja, uwili au utatu uweze kusanyika, lakini muweze kuwa wa Bwana, murudi kwa Bwana, na hapo mtaweza kuona wokovu wa Mungu. Na tunajua kwamba wakati kusanyiko linapojiunga mahali fulani, pale shetani anatawala na anakuja sasa, miongozo mpya inakamatika, na hapo kugawanyika inaanza, na magawanyiko yanaonekana na mengineyo. Unaona, ni Yoramu angeliweza tena kuamini, angeliweza kuamini yote. Na sasa angeliweza kufanya nini? Alikuwa na hiyo teolojia moja na yale iliyokuwa imemtangulia katika shule ya wa manabii. Unaona, walikuwa wakijua yale mpasha kufanya. Waliwaza kwamba ninakuja, ninataka kusema tu ninaamini, au tuna mimina toni 3 ya maji, na tunaita hiyo kwamba ni ubatizo wa maji. Na kisha wanasema tuliweza kufanya hivi, ipasha kuwa hivi, na kwamba iweze kuwa hivi, ndugu, na kwamba tuko nayo, na kisha tunabatiza hiki. Wamoja wanabatiza hii kwa namna hii, na wengine wanafanya kwa kubatiza kwa maji, kwa kumimina kwa maji.
na kwa namna ingine. Na iko namna gani? Tuko na sura ya nje, lakini sio Mungu, na Mungu iko katika, Mungu haiko katika hiyo sura ya nje. Mungu iko katika roho, na Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu wanamwabudu katika roho na kweli. Amina. Na acha Mungu atutumie manabii ambao wanaweza kuturudisha neno, wanaoturudisha kwa neno na kutuonyesha neno. Na sasa tunatambua kwamba walisema ndiyo, tunaweza kumpata. Ndiyo, wamoja waliweza kujiuliza, hii itaweza kuwa namna gani na hii itaweza kuleta nini? Lakini kulikuwa watu wa haki wachaguliwa, na roho wa Mungu alikuwa juu ya huyu, na huyu akaambia Elisa, iko pale, ni yeye moja. Huyo roho moja aliyekuwa juu ya Eliya iko sasa juu yake, iko juu ya Elisa. Ninajua kwamba ana hiyo roho moja, na ndiyo maana tangu wakati mtu wa Mungu aliposikia kwamba roho iliyokuwa juu ya Eliya inakuwa sasa juu ya Elisa, hapo sasa huyo mtu mmoja atafanya hayo mambo mamoja, kwa maana Eliya alikuwa nabii wa kweli, na huyo roho mmoja wa kweli anayekuwa juu ya mtu mwingine anapaswa kuwa ikifanya mambo mamoja ili kufanyika mbele. Uniache niambie hapa, ndugu na warafiki wapendwa, kama roho wa Yesu Kristo anakuja juu ya kanisa, na hapo sasa kanisa litafanya hayo mambo mamoja kama yale ambayo Yesu Kristo aliyofanya. Makazi nazo zifanya, mtazifanya pia. Aliyashuhudia, aliyafanya. Na kama hiyo haifanyike, ni kusema kuna kitu ambacho hakitembee. Mungu hawezi kudanganya. Mungu anasemaka kweli. Anasema kwamba neno la mtu liwe la uongo, lakini neno langu liwe la haki. Waroma 3:4. Roho moja ilikuwa juu ya mtu yule, na ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kitu moja kikafanyika, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kanisa lilochaguliwa leo. Na sasa tumusikie roho hiyo moja iko juu yake. Wakati wote tunapoona kwamba Mungu pamoja naye, tutamusikia. Na kisha wakaenda kumsikiliza. Ni kweli, wakijua kwamba ilikuwa ni kweli. Wakaonekana mbele ya nabii. Kulifanyika nini huko? Akose hiyo iliweza kumugusa. Aliwaza kwamba alikuwa amekwisha kutakaswa. Yoramu, kwa sababu gani haukwenda kuona manabii yako wenyewe? Kwa nini hauwezi kwenda kuona nabii wa mama yako au manabii ya baba yako? Wende uone wale wa kushitengenezea. Wende huko. Kwa sababu gani hawende huko? Hapana. Ni Bwana ndiye aliyetutosha. Na tutaweza kuuawa, tutakufa kama Mungu hatusaidie. Hakukuwa na hitaji ya kukufa, lakini walikuwa wamekwisha kufa kwa namna ya kiroho. Wanapozungumza ilikuwa tu ni dhehebu, dini, na si zaidi ya hiyo. Unaona, kama Mungu harudi katika kanisa litabaki limekufa, tutaweza kuwa tumekufa. Na wakati nabii yule alipotamka onyo lake, na mnajua nabii angeliweza kusema, kama siheshimu Yosafati, singeliweza kukusikiliza. Katika madhehebu tofauti na mashirika tofauti, Mungu angeliweza kuweka makini yenu na kukuwa makini, kama hamuwezi kuwa munaheshima kwa ajili ya neno na kwa ajili ya wale wanaoletea neno. Kama Oraro Beli angeweza kuja, na kama wengine wote angeweza kuja, lakini ni kwa ajili ya wachaguliwa tu, na si kwa ajili ya kanisa, lakini kwa ajili ya wachaguliwa. Na kama sivyo,
hawangeliweza kututazama, lakini ni taifa ndilo nataka kuamini, na ndiyo maana na ni kwa ajili ya taifa hilo ndio nafika, na Roho Mtakatifu aliwaambia yale wangepasha kujua. Nabii alizungumuza, alihubiri kuhusu haki, akawaonya. Na akaweza kuchunguza kushilinda kwake. Nona, ninasoma andiko hapa inayosema niletee chombo cha muziki au kinanda. Wamoja walikuwa hawaamini kwamba anaweza kuwa na vyombo vya kupiga muziki. Muziki mzuri ilikuwa pale, na kama ingekuwa katika wakati, kama ilikuwa wakati ule, inapaswa kuwa tena hiyo leo. Akasema muletee chombo cha kupiga muziki, na wakati walipopiga hiyo kinanda, mkono wa Bwana ukakuja juu ya mtu wa Mungu. Mnaona? Na ninaweza kuona gisi hiyo kinanda iliweza kuletwa, akaweza kuimba amini tu, amini tu, amini tu. Yote inawezekana kwa wale wanaoamini. Mpige chombo au kinanda mpaka Roho aweze kushuka. Na kisha Roho akakuja na akaona maono. Na hivyo ndivyo inafanyika. Angeliweza kuifanya yeye mwenyewe, lakini Mungu peke yake, na sio kwa akili yake. Lakini wengine, watu wa akili, walikuwa wakiwaza ya kwamba wafalme na watawala walikuwa wakiwaza kwamba wangeliweza kuyafikia kupitia elimu. Hapana, hiyo haitatembea. Walikuwa vipofu. Ndiyo maana wanasema maono hii inayotoka kwa Mungu kwamba ni mambo ya udanganyifu, ya kwamba ni mambo ya kuwaza, kwa kwamba tu ya akili, lakini hawajui neno la Mungu. Na ijapokuwa ni maono ambayo iliyofunua kweli, ni sauti ya Mungu, kwa maana Roho wa Bwana alikuwa juu ya nabii, na neno la Bwana lilikuja juu ya manabii, lilikuja kwa manabii, na kisha likageuka katika maono, na akaona yale ambayo aliyepasha kufanyika. Na hii kwa akili ya elimu, lakini ilikuwa ni maono na ufunuo, na kisha akaweza kuona hayo, akayajua. Na wakati alipoyaona, Yoramu, unahitaji tena elimu nyingine? Hapana. Sasa na wewe Yosafati, ambayo unapaswa kujifunza tena zaidi kwa ajili ya kujua namna ya kufanya mambo. Hapana, sio hivyo. Hapana, akose ungelipashwa kutengeneza mavazi yako, kuweza kuwa na mavazi mazuri, na haungelipashwa akose kurudi na kugeuza hii kolo kwa nyuma, lakini kuweza kugeuzia kwa ndani, na kisha uweza kuigeuza kama vile livyo katika hizi mashirika la Katolika. Mnajua yale ambayo wale wanaojua habari wanawaza kwamba wanatokea katika Pentekosti, na kwamba wao ni kanisa la kwanza. Ni kweli, kama walingelianzia huko kulikuwa kugawanyika, na sio ya kweli, lakini kutengana. Wa Nikolai na wengineo walikuwa wameguswa, wamewekwa pale ili waweze kutawala wanamemba wa kusanyiko, lakini sio Roho Mtakatifu alifanya hivyo. Roho Mtakatifu anakaa katikati ya mwili wote wa Kristo. Mwisho wa tafsiri, ndugu Frank, neno la mtafsiri. Sasa ilikuwa ni sehemu ya kwanza, tutaweza kusikia sehemu ya pili kesho. Natumaini kwamba ilikuwa ni ya kueleweka vizuri. Mnajua ndugu Branamu alikuwa na tabia ya kuweza kusema mambo mengi kwa kulinganisha au kwa mifano, na ninawaza kwamba tumesikia vizuri yale ambayo iliyosemeka, na sio mipango mpya
na siyo miongozo mpya, miongozo lakini mazoezi mapya ya kitendo cha Mungu kupitia kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa kweli tunaamini kwamba baada ya mafundisho kupitia neno, nyuma ya kukosolewa kupitia neno, nyuma ya kuingizwa ndani ya neno, Mungu ataweza kutufanya kwa mwisho tuweze kuishi nguvu za Roho Mtakatifu kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo katika wakati uliopita. Hatupashi kubaki kama vile tulivyo katika wakati huu, na hiyo haipashi kuendelea hivi. Tunaamini kwamba Mungu atatimiza ahadi zote alizotoa. Yeye ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Ona jinsi tunapaswa kushukuru, ona jinsi tunapaswa kuonyesha shukurani, tena jinsi kulinganisha inaweza kuwa ya kamatika sana na huo Roho mmoja aliyekuwa juu ya manabii wote ya wakati wote, ilikuwa juu ya Eliya, juu ya Elisa, juu ya Yohana Mbatizaji aliyekuwa akitembea katika nguvu na roho ya Eliya. Na hiyo roho moja iko tena katika kazi leo, anarudisha neno na kufunua neno, anafunua neno kwa wale ambao kufunulia, naye atakuja kama vile nguvu za kiungu juu yao, ili ziweze kufanya hai neno ambalo waliweza kusikia na kuliweka katika matendo. Alifanya ya kusikiliza iliweza kusikilika vizuri, kwamba kama hiyo roho moja iliyokuwa juu ya kanisa, kama hiyo roho moja ilikuwa juu ya Kristo, inaweza kuwa juu yetu na iliyokuwa juu ya kanisa, iliyokuwa katika kazi katika wakati wa mitume. Ni kusema hiyo kitu moja pasha kufanyika tena leo, na hiyo pia tumekwisha kuiambiwa tena upya kupitia makusanyiko. Mudumu, muvumilie katika maombi, hata hiyo, hata kama inaweza kukamata usiku nzima mpaka Mungu aweze kutimiza na mpaka hiyo iweze kufanyika. Tushaka kuisema hapa, hiyo hitaji moja inapasha kutushika sisi sote kwa kiwango, hatuwezi tena kufanya kitu kingine ila kuweza kusema, Bwana utuhurumie, weka mwisho kwa haya yetu na uweze kutukuza jina lako, ukishuhudia neno lako na unapotubariki tena upya. Mungu atafanya hivyo kwa neema. Tusimame na tuweze kushukuru Bwana pamoja. Akosi tuweza kuimba tena pambio ya nyimbo amini tu, amini tu. Amini tu, amini tu. Yote inawezekana. Oh, amini tu. Amini tu. Amini tu. Yote inawezekana. Oh, amini tu. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Wir haben es gesungen. Tumeyaimba. Soll es
nun so werden. Acha iwe hivyo. Im Alten Testament Ndani ya Agano la Kale imeandikwa, wenn Gott kama wirklich Mungu mit uns iko pamoja nasi kweli kweli, als seine Wunder und Zeichen maajabu yake yote na alama zake ziko wapi zote uns berichtet ambazo hat. baba zetu walizotuzungumzia? Gott hat schon Waamuzi Großes 6:16. Aber Waamuzi uns 6:13. geht es Mungu so, ashakafanya mambo makubwa, lakini tuko katika wakati verdorrt, inayoandikwa na kusemeka abgestorben. ishaka kauka, Gott will iliyokufa. neues Leben Mungu anataka aweze kuleta uzima hervorkommen mpya, lassen. Und es ist möglich, na wenn der inawezekana. Baum nicht abgesägt, wenn die Kama muti Wurzeln nicht haukukatwa, kama herausgerissen mizizi wurden, haikuongolewa, dann ist es möglich. hapo sasa Jedes inawezekana. Jahr schenkt es Kila Gott mwaka in Mungu der Natur. anafanya hii Er lässt kipaji das, katika was anga, verdorrt war, anazalisha wo yale keine iliyokuwa Blätter mehr imekauka, waren, mahali ambapo nichts mehr hakukuwa grün geblieben, tena majani, lässt er neu mahali ambapo hakuna tena hervorkommen. kitu kilicho cha rangi Da, ya wo majani, Wurzeln sind, mahali ambapo da, kunapokuwa wo mizizi, Feuchtigkeit ist, mahali da kunapokuwa lässt er maji, neues pale Leben anazalisha tena uzima mpya. hervorkommen. Wir sind gepflanzt wie ein Baum Tumepandwa kama an vile muti Wasserbächen, karibu Wir ya sollen mito ya, Frucht ya tragen. maji ya uzima. göttliche Frucht, Tunapaswa die Frucht des Geistes. kuchukua matunda, Er will matunda ya neu kiungu, beleben, matunda ya Roho. Anataka Neue atupatie Frucht. uzima mpya, aus Gnaden. anuweze kutupatia tena matunda mapya kwa Himmlischer neema. Vater, Baba uliye mbinguni, von Herzen danken wir dir tunakushukuru im kutoka kilindi Glauben cha moyo dafür, na kwa imani dass du es tust. kwa ajili ya yale Du unayofanya. kannst nicht anders. Hauwezi tufanya Du hast den tofauti. Frühregen gesandt. Ulituma Du mvua sendest ya kwanza Spätregen, na utatuma mvua ya mwisho um den Pflanzenwuchs neu uliopanga zu katika wakati beleben, wako, zum Grünen kwa ajili ya zu kuleta bringen, tena uzima kwa majani Frucht na kuweza hervorkommen kuifanya zu tena lassen. ya rangi ya majani Geliebter na Herr, kuweza kuleta tena du matunda. weißt es. Bwana mpendwa, Wir suchen unayajua, nicht nach neuen Wegen, hatutafuti njia nicht mpya nach neuen Programmen, na siyo nicht mipango zu mpya einer neuen Art. na siyo namna mpya ya kutenda. Wir Bwana suchen mpendwa, dich. tunakutafuta Wir wewe, suchen dich. tunakutafuta Denn du lässt uns durch den kwa maana Propheten unatuambia sagen, kupitia suche nabii, den Herrn, tafuteni geht Bwana, nicht nach Gilgal hinauf, musipande und Gilgali nicht nach na Bethel musishuke hinunter, Betlehemu ya Beteli, sondern suche den Herrn. musishuke Beteli, So lakini wird er mwende sich eure na mutafute erbarmen. Bwana nanyi Geliebter atawahurumia. Wir Bwana suchen mpendwa, dich. Wir tunakutafuta, lieben dich. Wir tunakupenda, meinen dich. Du tunakukumbuka hast wewe. uns bis zu dieser Stunde erhalten. Ulitulinda mpaka katika Wir saa haben hii, kein fremdes Feuer, hatukuweka auf den moto wa Altar kigeni gelegt, kwenye haben madhabahu, keinen eigenen Wind gemacht. hatukutengeneza upepo wetu Treuer wenyewe. Herr, Bwana hier mwaminifu, sind wir, tuko haben hapa, keine eigene Charismatik, hatukuweza kuanzisha furaha yetu weil wir wenyewe auf dich na au warten. kutengeneza anga yetu ya Auf karismatiki, kwa maana dich, tunakutarajia du wewe, allein, tunakungoja mit wewe, Geist wewe peke yako und Feuer ambaye unayebatiza kwa Und Roho na wenn kwa du es moto. tust, Na wakati dann tunapofanya wird es so hivyo, sein wie am Anfang. wakati tunapoifanya Dann hivyo, wird itakuwa auch das ni Gleiche ukamilifu geschehen. wako na itakuwa ni Geliebter mwanzo Herr, tena mpya, wir na itakuwa kama vile möchten, mwanzo, dass na uns hiyo kitu moja ganz kitafanyika tena. in Beschlag Mungu nehmen, mpendwa, tunataka dass wir uweze nicht kutushika sisi sote kwa mehr ujumla, wollen, nur tusitake noch tena was kitu du kingine willst. ila yale Und unayotaka, in der Tat na tuweze ein kugeuka Teil hiyo kweli deines kweli, göttlichen tuwe Ratschlusses sehemu ya in shauri diesen yako ya Tagen kiungu werden. katika siku hizi. Geliebter Herr, Bwana hilf du mpendwa, mir in nisaidie ganz besonderer kwa Weise. namna ya kipekee Oh sana. Gott, schenk Oh auch mir mehr Vertrauen, Unipatie tena mehr uaminifu nyingi, Glauben, imani mehr nyingi, Zuversicht. ujasiri Ach nyingi. Gott, O du Mungu, hast zu uns geredet,
ulituzungumzia, ulituma nabii kwa ajili ya kututosha katika mvurugo huu wote na kutufunulia neno lako na mapenzi yako. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Ndiyo, tunaona neno lako liking'aa kama vile taa inaong'aa katika mahali pa giza. Angazia uso wako juu yetu, tusaidie, uje ukutanane na sisi na utubariki. Toa ulimwengu ndani mwetu, yote ambayo isiyotoka kwako, yale isiyoongoza pia kwako, ila yale inayotoka kwako ndiyo ambayo inayoturudisha kwako, ndiyo inaturudisha mbele ya uso wako. Bwana mpendwa, timiza wewe mwenyewe katika saa hii, tuweze kuona na kuona katikati yetu, ndani ya maisha yetu, mpaka kwenye mwisho wa dunia. Tunakushukuru kwa ajili, tunakushukuru wewe kwa moyo wote, wewe Mungu mweza yote, kupitia mahubiri ambayo tumekwisha kusikia. Acha pia nasi tuweze kuona, hata nasi tuweze kuwa na chumvi pamoja nasi, kama vile sema katika mahubiri juu ya mlima, muwe na chumvi pamoja nanyi. Bwana mpendwa, acha visima vyote vilivyowekwa ndani sumu viweze kutengenezwa, viweze kuwekwa ndani hiyo chumvi, viweze kuwa tena maji mapya mazuri na matamu, tena iweze kutokea ndani. Unajua hadi, unajua huzuni zote, ndiyo wale wote ambao wanaologa kisima. Bwana mpendwa, uweze kutuhurumia ili tusiweze kuwahukumu, lakini tuweze kuleta chumvi pamoja nasi na tuweze kuiweka mahali pote, ili kuoza iweze kupotea na yote iweze kuwa safi kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kama vile wakati ule katika chemchemu ya Yeriko ambayo tuweza kutembelea sisi wenyewe, tuliweza kuona na inayoweza kububujika tena leo. Mungu mwaminifu, hakutaweza kuwa kuzaa kubaya, hakutaweza kuwa maamuzi mabaya, hakutakuwa tena makosa, hakuna kitu kingine kitaweza kupita pembeni. Hapo sasa utatushika chini ya uongozi wa hapo wa Roho Mtakatifu wako, na iwe hivyo katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu wangu, tusaidie wakati tunaposaidiwa na tutasaidiwa, utubariki nasi tutabarikiwa. Haleluya! Utukufu na heshima iwe yako Bwana wetu na Mungu wetu, katika jina la damani na takatifu la Yesu. Amina.